kusema kwamba sasa hivi familia nyingi zimepoteza mwelekeo. Familia nyingi zimepoteza mwelekeo. Na yasema haya kwa ushahidi. Huu ni mwaka wa 31 kwenye huduma ya kichungaji. Lakini pia ni mwanandoa mwaka 33. Ni counselor, ni mshauri, mnasihi mambo mbalimbali hasa ya ndoa, familia, maisha. Nakutana na watu wengi, mambo mengi. Kwa kila ninachokisema najua nazungumza nini. Kwa hiyo ninaposema familia nyingi zimepoteza mwelekeo sasa, na tunamhitaji Mungu aingilie kati sasa. Unajua sasa hivi jamii nyingi zina wazazi ni wengi, lakini wazazi wa kulea ni wachache. Wazazi wa kuzaa ni wengi, lakini wazazi wa kulea ni, na hiyo ndio changamoto. Na mnajua ni kwa nini? Kwa sababu kuna mwingine analea watoto kama yeye alivyolelewa. Kwa hiyo kama wazazi walikosea, na yeye anaendelea. Kama ametoka kwenye familia ambayo haikuwa na utulivu, unakuta roho ya kutokuwa na utulivu kama alitoka kwenye familia ambayo ina utulivu, ametoka kwenye familia ambayo alilelewa vizuri, unakuta naye anatamani watoto wake alivyolelewa. Sasa hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo unamkuta mtu ni binti au unamkuta ni kijana, kaoa au kaolewa, anachokiishi ni kile alichokuwa nacho, alicholelewa. Sasa inategemea ni kitu gani. Sasa wengine unakuta negatives ni nyingi kuliko nini? Positives. Kwa unakuta anaendelea na negative nyingi kuliko positive, na mwingine positive nyingi kuliko negative. Hilo ni eneo la pili. Watu wengi hawapendi kujifunza, kujiongeza. Yaani ujuaji ni mwingi kuliko, ndio maana nasema watu wangu wanaangamia kukosa nini? Amani. Sasa jamii tunayoishi sasa na tunapokwenda, lazima watu wawe na bidii sana ya kuongeza maarifa, kujiongeza. Kwa sababu tunaishi kwenye jamii inayobadilika sana. Sasa tuko kwenye dunia ya utandawazi, kila kitu kiko wazi, na mwingiliano wa mila, desturi, tabia na nini ni mkubwa sana. Na hapa ndipo tunaposema sasa, wazazi tusipokaa sawa sawa, huko tunapokwenda ni maumivu makubwa. Na ndio maana ya kuwa na semina. Kwa hiyo niwapongeze ninyi wakina mama ambao mmeweza kutenga muda huu, mna shughuli nyingi, lakini niseme Mungu awabariki kwa muda huu mliotenga. Amen. Hii ni dalili kwamba mnajipenda ninyi, lakini mnapenda familia zenu. Na kwa jinsi hiyo kuna jambo Mungu atafanya kwenye familia yako. Amen. Kuna jambo atafanya. Kwa hiyo niwapongeze kwa kazi kubwa mnayofanya. Ninajua kabisa baadhi yenu kuna magumu mnayapitia, lakini pamoja na kuyapitia, tena hayo mnayapitia yanaleta msongo wa mawazo, yanaleta unavuruga. Lakini bado mama umesimama. Niwapongeze sana. Sasa jamii na wazazi wengi, lakini wazazi wa kulea ni chache. Na hali hii imesababisha nini? Imesababisha wazazi wengi leo wanaishi na watoto wasiowafahamu vizuri. Wazazi wengi wanaishi na watoto wasiowafahamu vizuri. Na hatuwafahamu vizuri kwa sababu hatuna muda nao. Huwezi kumfahamu mtoto wako kama una muda naye. Yule mwenye muda naye ndiye anamjua sana mtoto wako kuliko
Ndio maana ukuta wakati mwingine walimu wanawajua watoto wetu kuliko sisi. Unakuta mwalimu anasema mwanao kuna mambo, alafu unakuta kuna mambo yako sawa, alafu mzazi kwa sababu humfahamu mtoto wako unasema mwanangu hayuko hivi. Mwalimu anakuambia kuna mambo huyajui. Kwa sababu yeye anakaa naye muda mwingi kuliko wewe, anajua. Utoe wepesi wakati mwingine wa kupokea na kusikiliza. Kwa hiyo wazazi wengi leo wanaishi na watoto wasiowafahamu vizuri. Lakini pia hali hii imesababisha kitu kinaitwa detachment. Imesababisha wazazi wengi sasa kukosekana ule unaita hali ya mshikamano wa kifamilia. Detachment ni kubwa kuliko attachment. Kwa hiyo mzazi anapokosa muda na watoto wake na nini, anapoteza attachment. Unakuta sasa urafiki wa mzazi na mtoto unafanya nini? Unaingia usari. Na ndio maana unafikia hatua watoto wengine wanafanya maamuzi ambayo sio mazuri sana. Mfano, mwaka jana ulitokea jambo moja Mwanza, Ilemela. Binti moja miaka 12 na mdogo wake wa miaka 7. Huyu binti alimchukua mdogo wake, hiyo habari ilitoka kwenye vyombo vya habari. Akachukua fedha 1,500,000 za mama yake, alafu akaenda kununua vyombo, akanunua godoro, akanunua simu, alafu akawa anaenda kupanga chumba. Na huyu mtoto anasoma English medium. Maana yake ni wazazi wenye uwezo fulani. Kumbuka familia ina uwezo huo, halafu binti katika familia yenye uwezo huo wa miaka 12 na mdogo wake darasa la 7 wameondoka nyumbani, wanaenda kutafuta chumba cha kupanga mtaani. Sasa walipofika kule mtaani, yule mwenye nyumba ni mama. Yule mama alipoangalia, mbona hawa ni watoto? Hawa watoto kama umri huu mdogo wanatafutaje nini? Chumba cha nini? Panga. Unajua ni kama mama ni mzazi anafanya nini? Anabusu. Sasa kama mama akabusu, itabidi apige simu wapi? Polisi. Jamani, kuna watoto hawa wanatafuta chumba, inabidi polisi muingilie kati, mtafute wazazi wao. Kweli simu piga polisi. Alafu polisi wakaja. Unajua kuna madawati ya jinsia siku hizi polisi namna zao wakafanya wale watoto. Baadaye tafuta namna kumpata mama yao. Mama yao ni mfanya biashara. Alafu walipompata, basi baadaye polisi wakawarejesha wale watoto kwa mama yao. Ujumbe wa polisi ulikuwa ni nini? Nilipenda sana ujumbe wa kamishna wa polisi. Akasema, jamani wazazi, muwe karibu na watoto wenu. Muwe karibu na watoto wenu. Mwalee watoto wenu. Tafuteni pesa, lakini msiwasahau. Sasa ukiona watoto, tena familia yenye uwezo, wanaondoka kwenda kupanga chumba, maana yake kuna tatizo wapi? Na familia za namna hii ziko. Sasa mama yao akapatikana, akaja. Mama anaishia kulia. Maana kwa tendo lile kuna ujumbe kwa mama, si ndio? Kwa tendo lile kuna ujumbe kwa nani? Kwa baba. Kwamba kuna mambo hayako sawa sisi kama nini? Mpaka watoto wanaondoka kwenda kupanga chumba kweli. Na yule mtoto nadhani ana akili, mpaka amenunua godoro, kanunua beseni na vyombo vya kupika na kasimu katochi ka communication. Maana yake hapa yuko, maana yake angeweza kufanya kitu kingine. Alafu kamchukua na mdogo wake. Kuna shida.
Unajua tatizo liko wapi? Watu wengi wameoa na kuolewa, lakini hawana parenting skills, hawana maarifa ya kuhusu nini? Malezi. Na ndio maana semina kama hizi zinasaidia kukumbushana. Kuna mama watu wazima kama hawa. Kwa hiyo tunapokutana kama hapa tuna share experience, we share experience. Kuna wengine ndio wazao na miaka michache, wengine ni wakongwe. We share experience. Wako waliofanikiwa lakini wako wenye majanga, but we share experience katika positives and negatives. Sasa ndio maana ni muhimu watu waache ujuaji, wapende kujifunza. Mithali 12 mstari wa kwanza a. Mithali 12 mstari wa kwanza a. Neno la Mungu linasema hivi: kila apendaye mafundisho upenda nini? Maarifa. Soma hii Mithali 12 mstari wa kwanza a. Kila apendaye nini? Mafundisho upenda nini? Hiyo ni Biblia. Ninawapongeza ninyi wanawake, mmebaki hapa kwa sababu mnapenda maarifa. Mmebaki hapa kwa sababu mnamjua Mungu aliyewapa familia. Mmebaki hapa kwa sababu mnajua mnakotaka kwenda. Lakini mmebaki hapa kwa sababu mmeitii sauti ya Yesu. Na mtu anayetii sauti ya Yesu siku zote lazima atafanikiwa tu. Sasa wapendwa wanawake, maisha ni kukua, maisha ni kujifunza kila siku. Yaani kila siku tunakuwa na kila siku mambo yanabadilika, lazima tuji-update na watu wapende kujifunza. Sasa makosa yanayofanywa na wazazi wengi wa leo yaorodhesha, alafu tuingie nini kifanyike. Makosa yanayofanywa na wazazi wengi wa leo: la kwanza, kukosa muda na ukaribu na watoto. Hilo nimelisema sana. Kosa la kwanza, kukosa muda na ukaribu na watoto. Kosa la pili, kutowasikiliza watoto. Kutowasikiliza watoto. Kizazi cha leo sio kizazi cha kuongozwa kwa imla, kinahitaji kusikilizwa. Kosa la tatu, wazazi kugombana mbele ya nani? Wanarushiana vipande mbele ya watoto. Sumbasa inaenezwa. Jambo la nne, kuwaeleza watoto matatizo yenu ya kihusiano. Yaani wewe umetofautiana na mume wako, wewe baba umetofautiana na mke wako, halafu mnawaeleza nini? Na mkumbuke, ninapozungumzia watoto, mkazo wangu ni watoto wa umri wa 0 mpaka 14. Ndio mkazo wangu, 0 mpaka ngapi? 14. Nitawaeleza baadaye kwa nini. Mama anatafuta fedha kwa watoto. Huyu mtoto na miaka 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hapo mna ngapi? Alafu unamweleza matatizo. Maana yake unamtwisha mtoto mzigo ambao wala hata uwezi. Kwa maneno mengine, unamlisha mtoto sumu, unamgomoa nini mtoto. Baadaye nitasema tufanye nini. Jambo kosa lingine linalofanywa na wazazi ni lugha chafu. Lugha nini? Chafu. Umejikwaa, tusi. Umedondosha glasi, tusi.
Mtu amegombana na mwenzi wake, anapiga paka tusi, lugha chafu mbele ya watoto, na watoto wananasa. Kosa jingine ni kuwatuma watoto kununua vileo au vitu hatarishi. Waambie wakupe taskalaga ya baridi, waambie ya baridi. Umenisikia vizuri? Ya baridi. Sasa kuna kamoja kakawa kametuma, kakasema hii natumwa kila siku, ngoja ni test. Kaka test mitambo, kametuma kakurudi, wanakuta kuna kajitu kanagalagala njiani. Kame test. Akajaamka. Kosa lingine, kuruhusu watoto wahudhurie sherehe mbalimbali za usiku na ni watoto wadogo. Kosa linafanywa hivi. Haya mambo ni ya kishamba, ameshapitwa na nini? Na wakati. Watoto wanashiriki mambo ambayo ni zaidi ya umri wao, wala ni ule ni ukatili, ni aina nyingine ya nini? Kwa sababu ni muda ambao mtoto angetamani kupumzika, alale, wewe ndio na wala haenjoy, yani unamtesa. Kosa lingine linafanywa na wazazi. Kosa lingine ni wazazi kuangalia movies. Sio tunaangalia movies, movies za kikubwa, halafu watoto wako pale. Unajua ndio maana naandika hii ni kwa watu wenye umri zaidi ya miaka 18. Wako na mtoto wako miaka 7 nini pale mnaangalia. Kuna maudhui ambayo ni ya kwako wewe, hayapaswi kuwa maudhui ya mtoto. Nadhani tunaelewana. Kwa hiyo wazazi wengine wanaangalia movie, hajui mtoto yuko hapo, mtoto anaangalia vitu vingine, unambomoa mtoto pole pole. Kosa jingine lilofanywa na wazazi ni kuabudu watoto kuliko kuwafunza na kuwaadibisha. Yaani kuna watu nilimpata kwa shida, pilipili usioila kwa shida nini, usimsumbue. Kulea watoto kama kuku wa broiler maumivu yake ni makubwa baadaye, kwa sababu unatengeneza kizazi ambacho hakitapenda kuelekezwa. Hakitapenda fanya nini? Kuelekezwa. Kaoa hataki kuelekezwa, kaolewa hataki kuelekezwa. Haya mambo yanaanzia wapi? Kwenye utoto. Hataki kuonywa. Naamini hata kuna wengine hapa wanawaume ambao yani yeye akosee asifanye nini wala hajui hata kusema samahani. Yeye anaona iko sawa. Ila kosea wewe uone. Shughuli ulio malezi. Kuna mtu amesema kule kajua tayari. Kosa lingine, kuruhusu watoto kutawaliwa na utamaduni wa kimagharibi, western culture. Ndio maana kwenye ibada akasema we have to filter. Yani sio kila jambo tunaloliona kule linaweza kufaa kwa mazingira. We have to filter, lazima tuchuje mambo na tuwasaidie watoto wetu kuchuja. Tutakuja kuzungumza muda so mrefu. Lakini kosa hilo. Kosa lingine ni kuwanunulia watoto zawadi hatarishi. Yaani wewe kila zawadi ya birthday mtoto wako unamnunulia bastola. Bastola. Kuna bastola vile. Utakuta siku moja mtoto ameshika bastola. Baba anamwambia, "Fuck daddy, can I shoot you?" Yuko. Sio umemnunulia mwenyewe, unaanza kutengeneza roho ya kushuti watu. Na atakuanza wewe. Atakuanza kukushuti wewe. Tuangalie zawadi tunazonunulia watoto, zinawajenga au zinabomoa? Tusiwe madukeni tu kununua zawadi. Tuangalie zinajenga nini kwa mtoto. Alafu kosa lingine ni kuwapa watoto uhuru uliopitiliza. Na kosa lingine ni kumfanyia mtoto kila
kitu. Yaani mtoto anachojua amerudi pale ni kula, acha vyombo hapo, atatoa house girl. Mtoto anafika mpaka darasa la 7 hajui atakufua socks zake, hajui atakufua ndawea yake, hajui atakuosha kikombe, hajui atakuosha kijiko. Mtoto ameachwa, kila kitu anafanyiwa. Wanyakyusa anasema Imbombwe wako na mmewasikia. Watoto, kosa lingine kutowafundisha watoto stadi za maisha, maarifa ya nyumbani. Kama nilivyosema kwenye ibada, matokeo yake sasa hivi unakuta mtu kaoa mke hajui kupika, hajui chochote, hajui usafi. Yaani kuna watu chakula anaenda kununua fast food. Yaani anaona uvivu, ni kero, anachafuka kupika. Alafu kuna vijana wa kiume hajui hata kupika chai, hajui hata kupika uji. Mkewe ni mjamzito, anaenda kununua hotelini. Hajui hata kuchemsha chai. Aibu. Sasa nimetaja machache. Tufanye nini sasa? Fanye nini? Tumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Yesu asifiwe. Sasa tufanye nini? La kwanza, weka watoto wako wakfu. Weka watoto wako nini? Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 28. Weka watoto wako nini? Hebu mmoja tusome hapa. Tunachojifunza kwa Hana, mama mwanamke kama ninyi anaitwa Hana alifanya nini? Samueli wa kwanza 1 mstari wa 28. Mmoja asome hapo tafadhali. Au ni washauri msomi nyumbani kwa wakati ili kuokoa muda. Hapa ukisoma, wale wasomaji wa Biblia mnakumbuka habari ya Elikana, Penina na nani? Penina na Hana walikuwa ni wake wa nani? Wake wa Elikana. Penina alikuwa mke wa Elikana lakini aliyejaliwa watoto. Hana ni mke wa Elikana lakini hakujaliwa nini? Kwa sababu ya hali ya Hana kutojaliwa watoto, ilifika hatua Penina akaanza kumnyanyasa mke zake kwa sababu ya kutozaa nini? Haya mambo yanatokea mpaka sasa. Kilicho msaidia Hana ni nini? Yeye aling'ang'ana na Bwana. Yeye aling'ang'ana na nani? Aling'ang'ana na Bwana mpaka kieleweke. Na akasema, Bwana, ukinipa mwana, huyo mwana mimi cha kwanza nitampeleka madhabahuni mwako. Na huyo mwana ndiye anaitwa nani?
Weka watoto wako nini? Usifurahie tu kuzaa watoto, lakini kumbuka kuwapeleka kwa Bwana. Wapeleke kwa nani? Usifurahie tu birthdays kuishia kula keki. Wapeleke watoto waombewe na kuhani. Pamoja na kula keki, lakini muombe nini? Mtoto. Pamoja na kula keki, muombe nini? Mtoto. Ni njia ya kumweka wakfu nini? Mtoto. Mtoto anawekwa wakfu. Maana yake nini? Unazungusha ulinzi wa Mungu kwa huyo nini? Wazazi wengi wanazaa watoto wanaishia kufurahi. Ni kweli, tufurahi, ni muhimu, lakini tusisahau kuwaweka wakfu nini? Ni muhimu ili ulinzi wa Mungu fanye nini? Uwazunguke. Ndicho alichofanya huyu mwanamke anaitwa Hana. Mithali 3:4. Mithali 3:4 ni mstari muhimu sana pia kuusoma na kusihi ukipata nafasi nyumbani kwako. Mithali 3:4, maneno ya Mungu anasema hivi. Kwanza inaanza, mwanangu usisahau sheria yangu. Alafu mstari wa 4 ndivyo unavyosema, ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya mwanadamu. Unaona hiyo? Hatutakuwa na watoto wenye akili nzuri kama hawatamjua Mungu. Narudia tena, hatutakuwa na watoto wenye akili nzuri kama hawatamjua. Watajua Kiingereza, wanaweza kuwa na madegree, lakini kwa sababu ya kutomjua Mungu, jiandae kwa maumivu. Jiandae kwa. Kwa hiyo weka watoto wako nini? Kuwaombea, lakini pia kuhakikisha neno la Mungu linakaa kwa wingi. Pamoja na yote, tutawapeleka kwenye shule nzuri tena za gharama, ni sawa, lakini tukumbuke elimu dunia isiyokutana na nguvu za Mungu, matokeo yake ni msiba. Matokeo yake ni maangamizi. Matokeo yake ni vurugu. Fuatilia wasomi wote ambao Mungu hawampi nafasi ya kwanza, alafu fuatilia maisha yao. Watoto wawekwe wakfu. Jambo la pili, jenga tabia ya kuwaombea watoto wako. Jenga tabia ya kuwaombea watoto wako. Yesu anasema katika Mathayo 26 mstari wa 4, Mathayo 26:4, Marko 14:38, Luka 22:46. Narudia tena, Mathayo 26:4, Marko 14:38 na Luka 22:46. Yesu anasema, ombeni msije mkaingia majari. Ombeni. Maombi ni silaha. Ombea watoto wako wakati wote. Tunaishi kwenye ulimwengu wenye uovu mwingi. Tusipowaombea watoto wetu, tumewapoteza. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hapa na maisha wa kina mama, tusiwe walalamikaji maarufu na wanung'unikaji, bali tuwe waombaji zaidi. Usinung'unikie watoto wako, usilalamikie watoto wako. Wakati mwingine unanung'unika, unalalamika juu yao kwa makosa yako wewe. Na ndivyo hali hii. Kabla hujamsema lolote, kwa jiangalie, nilikosea. Unajua mtu
Huyu unayemwona kijana sasa mpaka amefika hapo ni mchakato mchakato. Kuna mambo huwezi kuyakumbuka. Na hayo sio yakumbuka ndiyo yaliyomjenga au kumbomoa huyo mtoto. Nataka kuonyesha umuhimu wa wazazi kuombea watoto, kuwa karibu nao. Madhara hatuwezi kuyaona sasa, tutayaona wapi? Jambo la tatu, na hili nalisikiza mara kwa mara, mzazi uwe na muda na watoto. Kwa nini? Kwa sababu unajua watoto hawahitaji tu zawadi peke yake, bali wanahitaji pia uwepo wako, your presence. The children don't only need your presence, but also your presence. Yani uwepo wako una muhimu mkubwa kuliko hizo nini? Hizo. Sasa kuna wazazi wametumia zawadi kuwapa watoto wao kama kuwasubahisha ufahamu. Unjue ni wana akili. Nakuta mzazi analeta bwana nasumbua kuleteni maana ni mpeni hapa. Yeye anachukua time. Wazazi wawe na muda muda wako na mtoto wako ni wa thamani sana, kwa sababu mtoto anahitaji kukuona, mtoto anahitaji kukusikia, mtoto anahitaji azungumze na wewe regularly. Na unapofanya hivi ana feel kupendwa, anaona unamjali. Sasa huyu mtoto ukimfanyia hivyo akiwa mtu mzima, naye akioa au kuolewa atakuwa na tabia kusikiliza mume, kusikiliza mke. Unaona watoto wanavyogomolewa. Kama alikuwa huku wewe huna muda wa kusikiliza, manake ni roho itakayotembea. Akifika naye ukubwani ata act vile, kwa sababu aliona wewe usikilizi, ni mtu usiyejali. Imetengenezwa roho kizazi cha watu wasio jali. Mambo haya ndio yanao kosti wazazi wengi leo. Na bahati mbaya huwa hayasemi kwa wazi. Hasemi kwa wazi. Sasa mzazi anapokosekana katika maisha ya mtoto, maana yake anamkosesha mtoto haki ya ulinzi. Hii inaitwa protection. Inaitwa nini? Protection. Unajua sasa hivi kuna visa vingi vya watoto kubakwa. Kuna visa vya watoto wengi nini? Ukiona hiyo trend, ujue watoto wamekosa nini? Ulinzi. Wamekosa nini? Protection. Na ibilisi ni mjanja, anajua hapa baba hayupo, mama hayupo, hawana time, ndipo anakufanya mambo yake. Kwa hiyo ukaribu wako naye utakusaidia kufahamu vipawa vyake, utakusaidia kugundua hata hisia zake, itakusaidia kujua matamanio yake, lakini itakusaidia hata kujua changamoto zake, itakusaidia kujua anafikiri nini, lakini itakusaidia hata kugundua mabadiliko ya kitabia na kimwenendo ya mtoto wako. Wakati wa corona, mnajua ule mwaka wa 2021 outbreak ya corona, hali ilivyokuwa mpaka ilibidi watu wao wanafanyia kazi wapi? Rafiki yangu mmoja anafanya kazi taasisi fulani. Wakati wa mazungumzo yetu akaniambia, I say, mchungaji, I say hii corona mimi imenisaidia sana. Yaani kile kitendo cha kuambia tufanyie kazi nyumbani imenisaidia kupata muda wa watoto wangu, imenisaidia kuwafahamu watoto wangu nilivyokuwa na wafahamu awali, na sasa ni tofauti. Imebidi nimuombe Mungu msamaha kwa sababu nilivyowafahamu kumbe sivyo watoto wangu. Unakusaidia kuwafahamu. Faida ya pili, utakusaidia kufahamu mahitaji yao ni yapi. Huwezi kujua mahitaji ya watoto wako kama huko karibu, utafahamu mahitaji kwa mazoea, lakini uhalisia anahitaji nini hasa huyu. Unajua unaweza kuwa na watoto wawili watatu, lakini haimaanishi watafanana kwa mahitaji.
Kwa itakusaidia kujua mahitaji yao. Jambo la tatu, ule ukaribu wako na watoto ni njia ya kuonyesha kuwa unamjali na unampenda. Na mtoto akishahisi unamjali na kumpenda, unatengeneza roho ya kujali na kupenda. Akiwa mtu mzima naye atakuwa mtu wa kujali na kupenda. Kuna watu leo hawajali, unakuta ni mume wa mtu, ni mke wa mtu, hajali kwa sababu wazazi wake walikuwa ni watu wasio. Imetengenezwa roho ya watu wasio. Na ndio maumivu yanatokea kwenye familia nyingi sasa hivi. Ndio maana mimi nawaambia vijana hawa wanaochumbia nini, usikurupuke kabla hujafanya uamuzi wa kuoa au kuolewa. Ifahamu kwanza familia mtu anayotoka, kwa sababu familia anayotoka mtu ndio kioo cha shauri. Sikurupuke. Tumeona mtu Facebook WhatsApp, moyo wangu umemwagika, umemwagika, nikinywa maji kwenye glasi na kuona wewe mshirikina. Una mtoto anajua mama ananijali, baba ananijali, baba ananipenda, mama ananipenda. Kwa hiyo akiwa naye mkubwa, ile roho aliyojengewa, naye atapenda watu, atajali watu wengine. Sasa hivi tuna mijitu mingi haijali, haipendi watu, fitina, chuki. Ujue lilitengenezwa hivyo. Samana tumia hilo kwa sababu sasa ameshapoteza sifa ya kuwa nini, binadamu kamili. Inakusaidia kujenga uhusiano mzuri na mtoto wako. Inatengeneza kitu kinaitwa bond. Nini? Bond. Attachment. Jambo la 4 la kufanya, labda kabla ya hilo, kwenye hii bond nitoe mfano mmoja wa rafiki yetu mmoja mahali fulani. Ni mume na mke, ni watumishi, wameajiriwa katika serikali. Mama baba alifariki, mama ndio yupo. Walijaliwa mtoto mmoja wa kike, na sasa hivi mtoto amemaliza chuo kikuu. Sasa mama amebaki na binti, wanaishi nyumba moja lakini hawaongei. Mama na binti yake baba wana jumba lao, wanaondoka kanisani, wanapanda gari, wanaenda, hawaongei. Wanasali, wanarudi, kupanda gari, hawaongei. Wakifika nyumbani, binti anaingia kwenye chumba chake na mama chumba chake. Maana yake anayeumia hapo zaidi ni mama. Ana mapigo mawili, kuondokewa na mume na kukaa na mtoto ambaye mawasiliano hayapo. Na mtoto huyo ni mmoja, ni wa kike. Ilifika hatua sasa inabidi kuona sasa kuna nini, why. Hiyo kazi aliyoifanya alikuwa ni mke wangu, kuongea na huyo binti. Natoa hii mifano halisi ili tujenge. Mama alipokaa na kuongea na yule binti, unajua binti alisema nini? Alisema maneno magumu sana. Akasema, rafiki yangu amekufa. Manake baba yake ndiyo rafiki. Rafiki yangu fanya nini? Mama sio rafiki. Can you imagine? Kuna chuo kikuu. Na mama ni mwombaji. Katika vile vikundi vya maombezi ndio mwenyekiti. Lakini anamwiba nyumbani wa mtoto anayesema rafiki yangu fanya nini? Unajua majaribu ya chague ni askofu, ni mwombaji, ni nani? Yanapiga kila. Ukikosa ufahamu, na kama ni mtu ambaye hupendi pia kusaidiwa na wengine, inakumaliza. Sasa mama kaongea naye na ushauri. Nashukuru Mungu amenipa mama ambaye ni ushauri mzuri sana.
Unajua hizi sifa usitoe mtu akiwa hai eh? Amen. Sio mtu kaondoka alikuwa mwema sana hata hasizo kuwa nazo. Jitu lilikuwa linabaka alafu unasema mke wangu ni mwema jamani. Msione naongoza naye. Ni mwema. Sasa akaongea naye. Sasa mama akamuuliza mengi. Akasema niambie kwa nini unasema baba yako ni rafiki na mama sio nini? Akasema wakati mimi nakuwa mama hakuwa na muda na mwingi, alikuwa busy na masomo yake. Aliyekuwa na muda ni baba kuliko yaani toka utoto. Imekaa mpaka yuko amemaliza chuo kikuu. Waswahili wanasema ana usongo na nini? Hawaongei. Sijui naeleweka ninachozungumza. Tusidhani watoto wanawachukia baba zao, kuna watoto wanaochukia mama zao waliokosa muda nao wakiwa. Tengeneza muda na watoto. Tengeneza muda kusikiliza watoto. Unaposafiri wajulishe watoto wako, usichomoke. Kuna wazazi wanaosafiri. Siku moja niliomba kuongea na watoto. Unajua kuna kati shule zinafungwa za primary, sekondari na vyuo. Sasa kuna wazazi wa jumuiya fulani Kibaha walijiorganize Costa nzima. Costa mbili wao na watoto wao. Wakaja Bagamoyo, sisi tunaishi Bagamoyo. Wakaja Bagamoyo. Sasa walimwomba mchungaji mmoja ambaye ananifahamu mimi. Kwa tulikuwa tuna mchungaji fulani tulikuwa tunaomba mtu atakayetusaidia kuongea na mtoto. Nasema mnaenda Bagamoyo basi kwani waunganishe na mtu fulani mkatafuta. Wakaja Bagamoyo, wana watoto wako kama 30. Watoto darasa la 7, form 1, form 3, wengine wameweza kujiu 6. Wamewatoa watoto wao na wao. Lakini lengo lao wanataka mtu wa kuzungumza na watoto wao. Sasa wakaja pale Bagamoyo mlioenda kuna mahali palipo Msalabani. Pale ndio ilipokaa. Sasa mimi nikatumia approach. Kwanza niliandaa karatasi fulani, alafu nikawapa watoto. Swali moja tu nikawauliza. Kila mmoja andike ni jambo gani asilolifurahia nyumbani. Swali hilo. Watoto walishuka. Hey! Hivyo vikaratasi nimemtunza mpaka walishuka. Sasa miongoni mwa watoto hoja walioitoa ni kwamba baba na mama wanasafiri sana na hawatutaarifu. Naona. Alafu mwingine akasema baba na mama wanatupigia kelele usiku. Mnanielewa watu wazima? Alafu mwingine akasema they are overprotecting me. Unaona? Overprotecting. Yaani ametumia Kiingereza. Yaani naona anafanya nini? Anabanwa. Vingi. Sasa mimi nikawaambia wale wazazi. Kawaida yangu mimi siwezi kuongea na watoto. Lazima niongee na watoto na wazazi wao. Yaani sionekane kwamba watoto ndio wenye shida alafu nyinyi wazazi hamna nini? Kwa hiyo nitahitaji 1 hour ya kuongea na ninyi na nitahitaji 2 hours ya kuongea na nani? Na watoto. Kana watoto wanaongea, wanazungumza, tunaongea, participatory approach, nini. Mpaka mtoto mmoja nilipomuuliza, hivi tufanye nini ili
kukabiliana na mambo mbalimbali, akaniambia kila mtu anapaswa kuwa na PhD. Toto. Kila mtu awe na PhD. What do you mean? Akasema PhD, prayer. H, hard work. D, discipline. Kila mtu awe nazo hizo. Mtoto si kama nani? If mimi nifikiri PhD hizi tunazojua hizi. Kumbe anasema lazima mtu uwe muombaji, ufanye kazi kwa bidii na uwe na nidhamu. Katoto. Nikamwambia nani alikufundisha hiyo? Kaniambia daddy. Sema huyu baba anajitambua. Daddy. Kashika. Huko kulikuwa na positives na nini? Baada ya kukaa nikamwambia wazazi na need to meet, naomba kuonana na nani. Kakaa pale pale. Watoto tukasema waachieni waende huko. Wakaenjoy kwenye beach wakacheza. I want to talk na nini. Swali langu la kwanza kwa wazazi nikawauliza, mna muda na watoto wenu? Unajua swali gumu. Mna muda na watoto wenu? Walikaa kama sekunde hakuna. Wako wa baba na akaanza mmoja. Kwa kweli hatuna muda. Akaja wa pili, wakawa wote hawana, wamekiri. Nikawaambia sasa mlinipa kazi ya kuongea na watoto wenu. Wengine mlisema watoto wenu ni wavivu, wengine hawana nidhamu na nini. Wanazungumza hivi. Walishanipa hadidu za rejea. Sasa sisi tunajua hizi hadidu za rejea hawajui zinatokana na wao. Baada ya hapo nikawaambia, mnawafahamu watoto wenu mnaoishi nao? Nikamwambia sasa watoto wenu nimewapa maswali. Watoto wenu wamenipa majibu haya. Nikawasomea. Unajua hayataji majibu. Nikatoa tu majibu, nikatoa majibu. Unajua kuna mama pale alitoa machozi pale. Walitoa machozi pale. Na mama mmoja kaanza sasa kulipuka. Unajua kina mama mnaongozwa na hisia. Akasema hili lipaka nilijiambia tuje wote limegoma kuja, sasa hizi elimu tungazipata wapi? Mama na kalipuka. Anatoboa siri ambazo zilikuwa msalaba. Amesha kujua kwenye msalaba tayari. Basi kabidi tufanye cha kufanya pale. Tukamwambia sasa nawaachia assignment. Ndio yasema juu ya watoto wenu ndivyo mlivyo watenge. Ili mbadili lazima kwanza ninyi fanye nini? Tengeneza muda kwa kusikiliza watoto. Kizazi cha sasa ni kizazi kinachopenda fanya nini? Kusikiliza. Yaani hata akikosea mwambie amekosea nini. Yaani ni kizazi kinachopenda dialogue, Napenda dialogue. Yaani wakati tulionao tujue tuna kizazi hicho. Sasa hawa wasiposikilizwa watawatafuta watu wengine kufanya nini? Sasa nategemea ni watu wa aina. Jambo la tano, watoto wanahitaji kuadibishwa. Mithali 13, Mithali 23. Mithali 23 mstari wa 13 hadi 14. Mithali 23 mstari wa 13 hadi 14. Watoto wanahitaji kuadibishwa. I mean we need to discipline. Wanahitaji kuwa discipline. Kujengewa nidhamu. Wajengewe nidhamu. Wajengewe nidhamu. Sasa pale anapokosewa mtoto aambiwe kosa lake. Ni makosa kumwadhibu mtoto au kumsema mtoto bila kumweleza kosa. Unatengeneza usugu, lazima mtoto aeleze kosa lake. Na mtoto asipewe adhabu inayowekwa kuwa ukatili. Maana kuna wazazi sasa wamejeruhi watoto, wameumiza watoto, wamewafanyia watoto vile wakatili. Wako wazazi, mzazi anamchoma mtoto wake mikono kwa sababu tu ya shilingi 1000. Nimeshatikia hizo habari. Adhabu, discipline zitolewe kulingana na umri wa nini? Lakini pia zijae upendo, zijae nini? Upole, ziwe na lengo la kurekebisha na sio kuadhibu, kujeruhi. Huko ni kumkosea Mungu na watoto hao.
sasa hivi kuna baadhi ya watoto wamewapanda wazazi wao kichwani. Yaani usiishi na mtoto mpaka anakuona wewe ni mwenzake. Narudia tena, usiishi na mtoto mpaka anakuona wewe ni, that's dangerous. Ni hatari. Ishi na mtoto hajue huyu ni mama, huyu ni baba. Mama apendi haya, baba apendi haya. Watoto wanahitaji sana kuwekewa misingi ya nidhamu. Wanapofanya vibaya waambiwe wamefanya vibaya na wapi wamekosea, ili wasikosee tena. Vinginevyo tutatengeneza kizazi cha watu wasio na nidhamu. Jambo la 6, wafunze stadi za maisha na maarifa ya nyumbani ya watoto wako. Na hapa ndio ile Mithali 22 mstari wa 6 na Waefeso 6 mstari wa 1 hadi wa 4. Mithali 22:6 na Waefeso 6:1 hadi 4. Wafunze stadi za maisha na maarifa nyumbani ya watoto wako. Yaani niliwaambia umri wa 0 mpaka 14. Unajua kwa nini sema umri wa 0 mpaka 14? Umri wa 0 mpaka 14 ndio umri wa kujenga misingi ya mtoto. Na kinachoingia kwa mtoto katika umri huo huwa kifanye nini? Hakifutiki maisha. Na ukikosea mtoto kwenye umri huo umempo 0 to 14. Baada ya hapo mjue ameshaanza kuingia umri wa kubalehe. Kuanzia 10 level anaingia huko anakwenda. Sasa umri wa kubalehe anaoingia inategemea huku nyuma misingi gani mfa nini? Ndio maana wazazi wengi wanapata shida na watoto wakifika umri wa nini? Wa kubalehe. Kwa hiyo tunajifunza. Hii kuna mtoto pale nyumbani, ni mtoto wa kike, ndio na miaka 5 4. Hebu mnunulie hata vile vitu vya kucheza vya kupika vya plastiki vile. Najua kuna kupika michanga na nini, lakini kuna kitu anafanya nini? Anajifunza. Yako mavitu mengi tu ya kufanya. Huyu ni mtoto wa kike, kuna vitu yeye kwanza kuvizia kwa kuviona, anakuona pale unapika na nini, anaangalia hivi na hivi na hivyo, kati mbili unafua unakuja pale na nini. Hebu mpe hata nguo tu akosee pale na nini, kuna kitu unakijenga kwake. Amekunywa chai, amekula nini na nini, hebu mwambie toa vyombo, ajue kuna kutoa vyombo, kuna kuosha, hata kama akikosea lakini ajue kuna kutoa vyombo, kuna kuosha vyombo, kuna kufua. Yaani watoto wetu tuwazoeshe ule tunaita ile home domestic, kwa sababu kuna kesho watakuwa na maisha yao, na hayo maisha yao yanategemea leo ilivyowekwa kwao. Na leo hii ndoa nyingi zina shida kwa sababu kuna watu walishakosewa wakati wa nini? Wa utoto, wameingia kwenye ndoa wako vile. Ndio tatizo linaloanzia. Wafunze watoto. Ndio maana kwenye ibada nikasema mabinti wengi hawajui kupika. Ni siongei kwa kufurahisha watu, lakini najua ninachokiongea. Cases nyingi za sasa hivi. Unajua sasa hivi watoto wengi wanaanza kupelekwa boarding mapema. Unakuta boarding kaenda mpaka anamaliza chuo boarding. Wengi wanakula kwenye mageti. Ili kupikiwa. Mpaka anafika chuo amemaliza, anakuja anaolewa, mwingine anapata mchumba huko chuoni, anakuja anaolewa. Hajui vitu, anachojua ni kufanyiwa kila. Sasa mzazi, watoto wanapofunga shule zimefungwa na nini? Hakikisha mtoto wako kuna vitu yuko boarding, lakini hakikisha anapofunga shule kuna vitu vya stadi za maisha. Anza kumtrain pole kulingana na umri wake. Ndivyo tunavyotengeneza kizazi ambacho ni responsible. Otherwise jiandae kwa maumivu. Na wazazi wengi wana maumivu leo, mpaka wanalaani watoto wao, wanasema kizazi cha leo. Swala ni kuna mahali uli 0 to 14. Unajua tunapoanza 15 kwa sera na miongozo ya nchi yetu ni kwamba umri wa ujana unaanzia miaka 15 mpaka 35. Ndio umri wa ujana, ule ujana wa hawa unaanzia pale.
Kisheria mtoto ni chini ya miaka 18, lakini ujana unaanzia miaka 18. Ndio kwa tunasema 0 to 14. Na ukienda kwenye kuangalia sensa ya watu na makazi iliyofanywa na serikali ya 2022, unakuta wamegawa hiyo kabisa. Nasema watoto wa umri wa 0 mpaka 15, mpaka 14, 0 to 14, wanasema under 15. Under 15 maana yake ni 0 to 14, ni 42.9% ndio population ya watoto wa Tanzania. 0 to 14 kwa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ya nchi yetu Tanzania, 42.8% ni watoto wenye umri wa 0 mpaka 14. Alafu vijana wenye umri wa miaka 15 mpaka 35 ni 34.5, ambayo kimahesabu ni kama 35, na ile ya 42.8 ni sawa sana 43. Kwa maana yake population ya nchi hii asilimia kubwa ni watoto na nini na vijana, watoto wa under 15 na vijana wa 15 to 35 ambao ni almost 78%. Waliobaki ndio sisi wazee, watu wazima. Can you imagine tusipo invest kwa watoto? Tuna jamii, tuna taifa, tuna kanisa. Ni serious. Na lazima kanisa lijue takwimu hizi ili tujue mahali gani pa kuinvest zaidi. Wafunze watoto stadi za maisha. La 7, wafunze watoto wako kupenda kazi, kuepuka roho ya utegemezi, dependence syndrome. Nilisema kwenye ibada, sasa hivi tunakuta tuna vijana wengi wanapenda maisha mteremko, kwa sababu hawakutengenezwa kupenda kazi. Wametengenezwa kufanyiwa nini? Kazi, sio kufanya nini? Kazi ni hatari. Mtoto uliye naye hata baki kuwa mtoto, kesho atakuwa kijana na mtu mzima, na baadaye yake inategemea leo yake imewekwa vipi. Ukimweka sasa leo, kuna mambo mengi ya hovyo unapunguza baadaye. 8, wafunze watoto kupenda wafunze watoto kuepuka, wafunze watoto kuepuka tabia ya uvivu. Hii ukaichanganya na Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 10 hadi 12. Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 10 hadi 12, ili nazungumzia watu wapende kazi, tutengeneze kizazi cha watu kupenda kazi. Serikali yetu wakati mwingine inakutana na watu wazembe makazini, watu wasiowajibika, wanaotaka mambo ya shortcut, kwa sababu watu wamekosewa kuanzia ngazi ya nini? Wafunze watoto wako kuepuka tabia ya uvivu, wasiwe masikini. Tutatengeneza kizazi cha watu wa maskini tusipocheke. Mithali 19 mstari wa 15, Mithali 20 mstari wa 13. Mithali 19:15 na Mithali 20:13. Maneno ya Mungu yanasema, nafsi yake mvivu itaona njaa, usipende usingizi usije ukawa nini? Ukawa maskini. Tutengeneze kizazi cha watu ambao si wavivu, si wazembe, kwa sababu vinginevyo watu wataendelea na umaskini na umaskini na umaskini na umaskini kwa sababu ya uvivu na uzembe. 9, watoto waelekezwe kusema ndio, waelekezwe kusema hapana. Nimesema hii kwenye ibada pia. Waeleze watoto wanapaswa kufanya nini na hawapaswi kufanya nini. Talk to them now. Wajue sasa hivi. Nilikutana na mtoto wa kiume mahali anaenda kuoga. Huyu mtoto wa kiume anaenda kuoga, amefungia taulo hapa kuanzia. Ni mtoto wa kiume wa darasa la 5, amefungia taulo kuanzia kifuani, anaenda kuoga. Nikamuuliza, kwa nini umefungia taulo kifuani? Akasema, ni mama ndivyo anavyofunga. Kwa hiyo huyu mtoto hajawahi ona mwanamume anafunga taulo wapi, hajawahi muona baba yake, anayemuona ni mama yake, anajua huyu
Ndio namna taulo linavyofungwa, kwa sababu mama amemwona anafunga taulo. Unaona hiyo kitu? Huyu anakwenda anaoa, anakwenda hivyo anafungia taulo. Kisa mama anafungia taulo, hajawahi ona baba anafungia taulo. Kwa sababu baba hana muda na watoto na haonekani nyumbani, na baba mtoto hajawahi muona baba amefunga taulo. This is dangerous. Anachokiona ni cha mama. Ndio maana sasa hivi tuna watoto wengi ni vijana wa kiume wana urafiki mkubwa na mama zao kuliko baba. Sio kwamba of course naturally iko hivyo, lakini kuna vitu vimeongezwa unnecessary. Sasa huyu awe mtu mzima alafu mwambie taulo tunafungiaga huko, atakuelewa. Mkuje samaki angali. Wapendwa wanawake, mnapoelekea mwisho, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, katika moja ya hotuba zake alizotoa mwaka jana mahali fulani, alitoa takwimu zinazosema utafiti unaonyesha kwamba 62% ya watoto wenye umri wa balehe wa miaka 10 mpaka 17 nchini Tanzania wanatumia mitandao ya kijamii, kompyuta na simu janja. Ndio ulimwengu tulionao. 62%. Unajua tatizo sio kuwa na simu, tatizo sio kutumia mitandao nini. Tatizo ni kwamba je, watu wamekuwa guided? Wazazi, tusinunue tu simu, tusiache tu watoto wafanye wanachofanya kwenye, lakini we have to guide them, tuwaguide ili wanapoenda kule wajue kitu gani sio na kitu gani ndio. We have to guide them. Ni wajibu wetu, vinginevyo watasomba na visivyo stahili kusomba na vitawabomoa. Na this is happening. Hawajawa guided. Hakuna aliyemwambia, hakuna aliyempa mwongozo, hayupo. Si baba si mama. Amekutana na marafiki zake, kile cha marafiki zake ndicho alichokiona, ndio hicho. Na ndio kinachotokea sasa, watoto wengi wamebomolewa kwa jinsi hiyo. 9 kama si 10, wafunze maadili mema na kuwalinda na uovu watoto wako. Wafunze maadili mema na kuwalinda na uovu watoto wako. Na hili uanze kwa kufahamu marafiki wa watoto wako. Yaani usifurahi tutatoka na marafiki. Marafiki gani wale? Lazima mzazi ufahamu marafiki wa watoto wako, kwa sababu marafiki wana nafasi ya kujenga au kubomoa maisha ya watu wengine. Sasa mtoto wako na marafiki wa aina gani? Kwa sababu ndege wanaofanana huruka. Assimilation brings what? Importation. Assimilation brings importation. Wakati mwingine marafiki wanaweza kumjenga mtu wao kambomoa. Watoto wetu wana marafiki gani? Lazima ufahamu marafiki wa watoto wako, ili usije ukafanya kazi ya kutengeneza alafu ukakuta anaenda kubomolewa na watu. Awe na marafiki watakaosaidia kulinda ulichowekeza kwa mtoto. Jambo jingine, jiepushe na ukali uliopitiliza. Kuna watu ni wakali, ukali ndio, lakini ukali usio na mipaka na viwango unaweza kujenga nidhamu ya hofu na kuharibu. Wako wazazi wamekuwa wakali kupitiliza, urafiki na watoto wao umepotea. Unakuta watoto sasa wanashindwa kuwashirikisha wazazi wao mambo muhimu, wanatafuta watu wengine. Tusiwe wakali kupitiliza. Ukali unaondoa ukaribu, urafiki na mtoto, na unatumia nidhamu ya woga, na baadaye watoto wanashindwa kukushirikisha mzazi mambo yao. Matokeo yake wanatafuta watu wengine, na hao watu wengine inawezekana wengine ni wema, wengine sio wema. Tengeneza urafiki na watoto wako. Ndio tuwe wakali,
lakini sio ukali uliopitiliza. Na la mwisho, usiwaeleze watoto matatizo yako ya kihusiano na mume wako. Usiwaeleze. Unapowaeleza watoto matatizo ya uhusiano wako na mume wako, unawabomoa watoto, unawalisha sumu mbaya. Haitakusaidia wewe, haitawasaidia watoto, haitasaidia familia. Sana sana itatengeneza chuki, uhasama, itatengeneza roho ya ukatili. Roho ya ukatili. Roho ya ukatili. Kama una mambo yamekuvuruga hisia zako, tafuta watu wazima wenzako, washirikishe hisia zako, kuliko kushirikisha watoto ambao wala hawataweza kukusaidia. Sana sana unawavuruga. Baba mmoja na mama mmoja. Huyu baba alikuwa ni kiongozi mkubwa sana mahali, akastaafu, amejenga majumba mahali. Sasa uhusiano wa huyu baba na mke wake ulivurugika. Ulipovurugika, kuna mambo yaliyowavuruga, na kama mnavyofahamu, mama na ushawishi kwa watoto. Kwa mama katafuta fedha kwa watoto, mama kaeleza ubaya wa baba, kaueleza ubaya, akalisha watoto wake ubaya wa baba yao. Matokeo yake watoto wakaipokea ile sumu, wakaanza kumchukia baba yao. Watoto wamekuwa watu wazima sasa, wamefika hatua, wanafanya kazi zao. Ile hali watoto hawakuipenda. Nikasema baba yetu yupo, lakini kwa nini tuendelee kuishi katika hali hii na baba yetu? Baraka tutazipata wapi? Wakaanza kufind out. Wakafind out. Baadaye watoto wakaja kugundua kwamba kuna mambo mengi mama yao aliyowashirikisha kuhusu baba yao yalikuwa ya uongo. Kumbe tatizo lilikuwa ni la kwake yeye nini? Mama. Naona sasa ni watu wamezima, lakini miaka yote hii baba anakaa kwenye mjumba peke yake na popo. Ana mashamba, lakini watoto wako na mama yao. Tuangalie haya mambo. Tuangalie haya mambo. Usiwaeleze watoto matatizo ya uhusiano wako mbaya na mwenzako. Unawaharibu watoto, alafu baadaye tushukuru neema ya Mungu iliwashukia hawa. Ni wangapi ambao neema hii haijawashukia? Maana yake anakuja baadaye huyu mtoto anaoa, anaolewa. Unajua kuna mabinti maisha walioyaona kwa baba na mama, kuna mabinti mpaka leo hawataki kuolewa. Sio kwa sababu hatamani, ni maisha aliyoona kwa baba. Kuna vijana wanachelewa kuoa kwa sababu aliona maisha, naona sasa kama ndoa ndio hisi. Kuna vijana wanachelewa fanya nini? Wewe ndio maana mimi nasemaga watu wasiwe wepesi kuhukumu watu, ila fahamu kwa nini huyu mtu anafikia uamuzi huu. Kuna watu ni single mothers, msilaumu watu kuwa single mothers. Find out kwa nini ni single mother. Hakuna mtu aliyeumbwa na Mungu kuwa single mother. Single motherhood ni accident katika maisha. Lazima tu find out. Kwa sababu kuna watu wanawahukumu single mothers, alafu wanakuwa wakati mwingine wanakuwa neglected. Utakuta hata semina kwenye makanisa unajua haziwahi single mothers. Wanaotambulika ni wajane zaidi kuliko na jamii ya sasa na makanisa ya sasa mengi yamejaa single mothers. Single mother ni mzazi mwenye majukumu ya watoto, alichokosa ni baba. Na ndio hao wanaotoa sadaka za kujenga makanisa. Sasa wanapokuwa neglected, maana yake hatuwajengi, tunawabomoa wao na watoto walio kwenye mikono yao. Kwa lazima kanisa liwe na program za hili kundi ambalo kwenye jamii ya sasa we cannot avoid it. Liko bado. Tutafute namna kusaidia hili kundi. Kwa sababu kuna watoto wako kule, wasaidiwe kwa sababu kuna kundi hilo, kuna wamejeruhiwa na wanaume kule, watalisha sumu watoto wao kuhusu wanaume waliowafanya nini? Na kwa jinsi watatengeneza kizazi cha chuki na uadui. Na ndipo roho ya ukatili itakapoendea kwenye nini? So, lazima kuangalia hiki. Mimi sipendagi mtu anayehukumu mtu kabla ya kujua sababu.
Kwa nini uko hivi? Kuna nini? Kaa naye uongee naye, unaweza kutoa machozi. Kwa watu wasiwe wepesi wa kuhukumu watu, bali wapende kujifunza. Huyu mtu yuko hivi, kitu gani kilisababisha kuwa hivi? Na nimeandika kitabu kuhusu single mothers. Mungu akipenda kitatoka mwezi ujao. Nimeandika kwa madhumuni haya. Kitakuja hata hapa kikitoka. Wapendwa wanawake, malezi ni kulea na kujilea. Malezi ni kulea na kufanya nini? Unapolea watoto na wewe usisahau fanya nini? Mama, utaweza kufanikiwa katika malezi kama utakuwa mwombaji badala ya kuwa mlalamishi. Utafanikiwa kama utakuwa na shauku ya kujifunza na kuruhusu mabadiliko ndani yako kama ulivyofanya sasa. Utafanikiwa kama wewe mwenyewe utakuwa mfano mwema kwa watoto, kuwa role model watoto wako. Wakati kijana wetu anataka kuoa, alimwambia mama yake na aliniambia mimi, natamani Mungu anipe mke kama wewe mama. Maana yake kuna kitu amejifunza kwa mama. Mama amekuwa role model, anatamani. Mimi nikamwambia mke wangu ni mke wangu, of course. Huyo hawezi kuwa kama huyu, lakini anaweza kuwa na sifa zinazoweza kushabikiana na Mungu akusaidie upate mtu wa aina hiyo. Na tunamshukuru Mungu amepata mtu wa aina hiyo. Unajua, unapoona watoto wako wameoa, wanaishi kwa amani na furaha, inaongeza hata siku za kuishi za mzazi. Sababu ya amani na furaha. Kinyume na hapo, watoto hawa wanaweza kuwa sababu ya migogoro ya afya zetu na makaburi ya mapema. Kwa hiyo tuwe mfano mwema kwa watoto wetu. Kuna mwandishi mmoja anaitwa Catherine Osfa anasema the example you set has more impact than the words you speak. Mfano, yani maisha yako yanakuwa na impact kwa watu kuliko maneno yako. Na mwandishi mmoja anaitwa David Odieto, mwandishi muhimu sana wa maandiko mbalimbali ya kiroho, anasema wazazi wanapaswa kuwaongoza watoto wao wenyewe wakiwa mfano bora kwa matendo yao, kwa kuwa watoto huiga kile kinachofanywa na wazazi wao. Na wa mwisho ni mwanafalsafa mmoja anaitwa Tolmos. Yeye aliandika maneno haya akasema, katika maisha unayoishi unaweza kuonyesha sura ya Mungu au sura ya shetani. Sasa niulize wewe mama unaisikiliza, watoto wanaona nini kwako, sura ya Mungu au shetani? Sasa hilo kila mmoja anaona jibu lake. Narudia tena, watoto wanaona sura gani, Mungu au shetani? Watoto wanajifunza kwa kuona maisha ya wazazi. Mti mzuri huzaa matunda nini? Watoto wako watakuwa na nidhamu kama we mzazi mwenyewe una nidhamu. Watoto wako watakuwa watoaji wazuri kanisani kama uliwatengeneza kuwa watoaji. Watoto wako watampenda Mungu kama we mwenyewe unampenda nini? Umewatengeneza hivyo kumpenda Mungu toka wakiwa nini? Watawapenda watu wengine kwa sababu we mwenyewe ulionyesha upendo wao. Watapenda ibada kwa sababu roho ya ibada ulishaitengeneza kwao toka wakiwa nini? Watoto. Na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo wazazi tuwe mfano mzuri kwa jinsi ambavyo sisi wenyewe tunapenda watoto wetu wawe watakavyokuwa watu basi. Mithali 20 mstari wa 7, maneno ya Mungu yanasema, mwenye haki aendaye katika unyofu wake, watoto watabarikiwa baada yake. Kumbukeni hiyo Mithali 20:7. Mwenye haki aendaye katika unyofu wake,
watoto watabarikiwa baada ya. Kitu gani unawekeza kwenye ubongo wa watoto wako sasa? Watoto wanajifunza nini kwako? Wewe mama unayenisikiliza, kumbuka kuwa mama ni wito wa kimungu. Nilisema asubuhi, motherhood is a divine calling. Pamoja na majukumu ulio nayo, uwe na muda na watoto wako. Hatima ya watoto wako imebebwa na wewe. Wewe kama mama, usiwe mtalii wa ndani katika nyumba yako. Kuna utalii wa ndani siku hizi. Usiwe mtalii wa ndani katika nyumba yako. Uwepo wa mtumishi wa ndani au mtumishi wa nyumbani, kwa lugha nzuri zaidi, usiondoe nafasi na wajibu wako wa kuwa mama. Usiondoe wajibu wako wa kuwa mke. Kumbukeni, mtoto ni mtu mzima anayekua na anayehitaji malezi bora. Kwa hiyo, kesho bora ya mtoto hujengwa na leo bora ya wazazi bora. Narudia, kesho bora ya watoto inajengwa na leo bora ya wazazi bora. Wahenga wanasema samaki mkunje angali nini? Wazazi wengi sasa hivi wanashughulika na repair. Walishakosea kwa ni repair, haziwi repair. Unajua, wale wanaofuga mbwa, huwezi kumfundisha mbwa mzee kubweka. Mbwa anafundishwa akiwa du. Hata maisha yetu ndio hapo hivi. Huwezi kumfundisha mbwa mzee kubweka. So it is easier to build strong children than to repair broken adults. Ni rahisi kumjenga mtoto kuliko kuja kumfanyia ukarabati akiwa mtu mzima. Ni kazi pevu, ni kazi ngumu, na ndio kinachotesa wazazi wengi leo. Kushughulika na repair, walishakosea. Bado tunahitaji kuomba neema ya Mungu, hata katika kukosea au Mungu atusaidie angalau kufanya repair, huyu mtu angalau awe baraka badala kuwa chaotic. Yaani kuna wakati nafika sasa, hebu Mungu kwanza utubu kwanza wewe mwenyewe. Utubu, Mungu nisamee, kuna mahali nilikosea. Nilifanya isivyo fa. Naomba Mungu nisaidie. Sasa huyu mtoto ndio yuko hivi sasa. Nahitaji amani, nahitaji furaha. Mungu nisamee. Naomba umbadilishe mtoto. Mwenye kuweza kubadili ni Mungu. Ni Mungu, sio nabii, sio mchungaji, sio askofu, sio mtumishi yoyote. Ni Mungu tu. Kwa Mungu yote yaweze. Ni sisi tu kukubali tulikosea wapi, kwa tuombe toba na nini ya rehema, alafu tuombe sasa Mungu nisaidie. Ndicho walichofanya wana wa Israeli, walichofanya kina nabii Ezra, Nehemia. Waliona kizazi kilichopita kilikosea, na haya maumivu tunayokutana nayo sasa magumu haya yanatokana na makosa yaliyofanywa nyuma. Mungu naomba uturehemu. Ndicho tufanye kina Nehemia, kutengeneza kitu kinaitwa mass confession. Toba ilipotoka ndipo Mungu alikoshusha nini? Baraka zake. Kwa hiyo bado kuna nafasi. Hiyo sasa ni ya kuhitaji kulipatanisha na nani? Na Mungu, ili Mungu mwenyewe aingilie nini? Kwa sababu kama ni kukosea, ulishakosea sasa. Nini kifanyike sasa? Mungu, lia na Mungu. Lia na Mungu. Mweke Mungu kwenye moyo wako, usiweke watu. Tatizo mnaweka watu. Mnaweka manabii. Mnaweka mioyo. Wewe kama wewe, kwa sababu wewe ndio mwenye jukumu. Wewe unakuta mtu anahangaika, nenda huko, anatoka naenda huko. Yaani wewe nenda mpaka Yerusalemu, beba michanga. Kama hujagundua tatizo
chanzo chake ni nini? Nitaendelea mpaka ugundue tatizo hili chanzo chake. Unakuta kuna kitu kidogo ulikosea, unahitaji tu toba na rehema. Wewe kama wewe, nenda piga magoti mbele za Mungu mwenyewe. Acha kusumbua watu wa kuombea, weka sadaka. Utaweka sadaka mamilioni, it won't change. Kwa sababu mpaka wewe mwenyewe fanye nini? Kuna kitu kinaitwa accept na recognize, identify source of the problem. You are the source of the problem. Tengeneza hapo kwanza, alafu mengine ndio yaje nini? Ya cement hapo. Vinginevyo utakuwa unashughulika na tunaita symptoms, dalili za nini? Za ugonjwa badala ya kiini cha nini? Na watu wengi wanashughulika na viini vya magonjwa badala ya kushughulika na source of what? Root cause. Ndio tatizo la watu wengi. Na ndio maana kuna watu wengine ataombewa mambo hayaishi. Kinachoombewa ni dalili, sio kiini cha tatizo. Ndio maana huwa nawaambia watumishi, muwe na muda wa kusikiliza watu matatizo yao. Ukisikiliza mtu utajua tatizo lake. Alafu ile tatizo unaenda kufanya nini sasa? Uliweka kwenye nini? Maombi. Usije ukakuta unaombea sukari, kumbe tatizo ni nini? Ni figo. Na sio leo kana kuzungumza. Kwani kuna watu wangapi ameenda kule tatizo lake ni sukari. Amekwenda huku wamemwambia, we tatizo lako wewe una laana ya ukoo. Sio laana ya ukoo, tatizo wewe. Mwe makini. Majira ya Kwaresma yapo kukusaidia wewe kupatanisha na Mungu. Nenda kwa Mungu, sema naye kwa namna yako ya pekee. Ndio maana majira haya. Toba. Tujipatanishe na Mungu. Swala si kufunga kuacha kula. That is not an issue. Swala kuna mambo gani ambayo yamekukosesha wewe na Mungu wako na binadamu? Acha hayo. Ndio kufunga kwenyewe pia. Wapendwa wazazi na wake mnaonisikiliza, nimalize kwa kusema malezi ni utumishi. Malezi ni uwekezaji. Tena utumishi na uwekezaji usio na likizo. Mungu atusaidie sisi sote tufanyike baraka kwa watoto wetu. Mtoto umlee, ndivyo utakavyomlea ndivyo atakavyo. Galatia 6:7b inasema, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakacho. Sijui unapanda nini kwa watoto wako sasa. Kumbuka unachopanda sasa ndicho utakachovuna. Nina tamani kila mwanamke, kila mzazi anayenisikiliza afanyike mzazi bora. Fanyika kuwa mama mwema. Fanyika kuwa mke mwema. Amen. Fanyika kuwa mwanamke mwema. Amen. Na mwisho niwaambie wanawake wote kwamba sasa huu ni ujumbe wangu na uacha kwa wanawake wote. Lile usilopenda kutendewa usimtendee mwanamke mwenzako. Narudia tena. Lile usilopenda kutendewa usimtendee mwanamke. Mungu awabariki sana. Amen.